Karibuni tena tutafakari kwa pamoja, hasa katika kipindi hiki cha Noeli tunapoelekea mwaka mpya. Na ujumbe wetu wa leo unasema umuhimu wa Noeli na mwaka mpya kwa pamoja. Ni kwa nini tuna Noeli na pia mwaka mpya? Je, kuna umuhimu gani kiimani wa kuwa na Noeli na mwaka mpya pamoja? Kabla ya Noeli au tuseme kipindi cha Noeli na mpaka leo hii, tuna salamu njema na nzuri ambayo tunaitumia kusalimiana tukisema furaha ya Noeli na heri ya mwaka mpya. Salamu hii inatukumbusha kuwa Yesu anapozaliwa upya katika maisha yetu, tunapaswa kuvuka kutoka maisha ya nyuma na kuingia maisha mapya ya kumuishi Kristo. La sivyo basi, shamra za Noeli hazitakuwa na maana yeyote kwetu. Itakuwa kama mchezo wa kuigiza na pengine kupoteza muda bure. Lakini kama kweli tutaweka msisitizo wa Bwana wetu Yesu Kristo kuzaliwa upya katika maisha yetu, basi hiyo inakuwa ni kwa faida na kumbukumbu lenyewe linakuwa na maana kwetu. Paulo anatukumbusha akisema, katika Kristo ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hii tunaisoma katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Yaani tunaachana na utu wa kale na kuvaa utu mpya, kama Paulo anavyowaandikia pia Wakolosai katika sura ya 3 mstari wa 7 mpaka ule wa 10. Sasa basi, tunahusishaje swala hili la Noeli na mwaka mpya, au katika kuvuka mwaka na kuanza mwaka mpya? Maana yake ni kuwa tunavuka mwaka kuingia mwaka mwingine tukiwa na mambo mapya ya Noeli. Tuchukue mfano wa Waisraeli kabla ya kuvuka bahari ya Shamu. Tunaona kwamba Mungu aliwaamuru kumchinja mwana kondoo na kuweka damu yake kwenye viimo vya milango na kula mkate usiotiwa chachu. Alafu mara baada ya hapo wakaamriwa sasa wavuke bahari ya Shamu, waingie jangwani. Maana kubwa ya kufanya hivyo ni ili waweze kujitenga na maisha ya Misri, hasa maisha ya kuabudu miungu ya Wamisri, ambapo Waisraeli nao walijikuta wakiabudu miungu ya Wamisri. Na kwa hivyo basi, katika tukio hilo walilolifanya ni ili wao kujitenga na yale maisha ya zamani waliokuwa nayo Misri na kuanza maisha mapya ya kumwabudu Mungu wa kweli. Utaona tukio hilo lilifanyika kabla ya wao kuvuka bahari ya Shamu. Maana yake ni nini? Maana yake ilikuwa ni kwamba kila kitu kilipashwa kubaki Misri, hasa yale mambo mabaya. Kwa mfano, mambo ya kuabudu sanamu, mambo ya kuabudu miungu, basi ilibidi yote ivuliwe na kuachwa Misri, alafu wao wavuke bahari ya Shamu wakiwa na utu mpya. Kwa hiyo basi, ile ilikuwa ni ishara tu ya kuyaacha yote ya nyuma na kuanza maisha mapya, ambapo mara baada ya hapo waliweza kuvuka bahari ya Shamu. Tukio hili ni kielelezo cha maisha yetu kuwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kinapashwa au kwa kuzaliwa kwake sisi tunapashwa kuondoa au kujiondoa katika utu wetu wa kale na kupata utu mpya kwa njia ya Kristo ambao tunauishi. Na tukishaanza kuwaishi maisha haya mapya, basi tunavuka mwaka na kuanza mwaka mwingine tukiwa na maisha mapya. Ndiyo maana tunasema Kristo azaliwe upya katika maisha yetu, alafu basi tuvuke mwaka na kuingia mwaka unaofuata. Sasa utaona Waisraeli walipovuka bahari ya Shamu,
hawakuweza kurudi tena Misri. Sasa sisi nasi tunatakiwa kuvuka mwaka ambao hatutaweza tena kuurudia. Lakini kuvuka kwetu mwaka kusiwe ni kwa mabadiliko ya tarehe tu, huku tukibakia wale wale. Ndiyo maana tunakumbushwa kuhakikisha kwamba Kristo Yesu anazaliwa upya katika maisha yetu, kutubadilisha kutoka katika utu wa kale na kuingia katika utu mpya ambao sasa tunavuka nao mwaka. Sasa tunapovuka mwaka, maana yake hatuwezi kurudi nyuma katika mwaka unaopita, na maana yake ni kwamba yale tuliyoyaacha mwaka unaopita, basi tukiingia mwaka mpya tuwe basi tumeyaacha nayo nyuma kwa mwaka ule, ili tuweze kuendelea mbele katika safari yetu ya imani. Hivyo basi tumwombe mtoto Yesu aliyezaliwa mioyoni mwetu na katika maisha yetu, atupe badiliko muhimu katika maisha yetu ya kiroho na kutuwezesha kuvuka nalo kutoka mwaka huu kwenda na kuanza kuliishi badiliko hilo kwa mwaka unaokuja. Kamwe kabisa tusivuke mwaka kimwili na kubaki nyuma kiroho. Tunasoma hivi katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tumsifu Yesu Kristo.